Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi amesema kuwa wanaushirika wanapaswa kuwa wabunifu ili kujenga ushirika imara katika sekta za uvuvi, ufugaji, uchimbaji wa madini na fursa zingine ili kukuza uchumi wa mkoa wa Mara na taifa zima la Tanzania. Maana ushirika ni falsafa ya mwana Mara Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku Rais Samia ni mwana ushirika namba 1. Tumezisema hapa, ushirika ni biashara, SACCOS huleta watu makini pamoja, SACCOS ni suluhisho la mtaji, na pia tunasema SACCOS ni familia ya wenye furaha. Sasa ili ushirika wetu uendelee kustawi, kwa maoni yangu, mnapaswa kutekeleza masuala muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza, mnapaswa kuongeza ubunifu katika kutumia fursa zilizopo ili kujenga ushirika imara na wenye tija utakaowezesha kuimarika kwa biashara na kukuza uchumi wa wananchi wa mkoa wetu wa Mara. Taarifa zinaonyesha kuwa kuimarishwa kwa mfumo wa vyama vya ushirika kunaweza kumaliza kabisa changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa wakulima, wavuvi, wafugaji, wachimbaji madini, wasindikaji na wajasiriamali. Na endapo changamoto hizo zitakabiliwa, basi tutakuwa katika nafasi nzuri ya kukuza uchumi wa mkoa wetu na wa taifa letu kwa ujumla. Aidha, ninakutakeni viongozi na watendaji wote wa vyama vya ushirika kushirikiana na wataalamu wa ugani ili kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, mazao mkakati. Haya yamesemwa Mei 8, 2025 katika uzinduzi wa kongamano la jukwaa la ushirika mkoa wa Mara lenye kauli mbiu kuwa ushirika ni biashara. Akizungumza kwa msisitizo mkubwa, Kanali Mtambi amesema kuwa anatambua changamoto kadhaa zilizopo katika ushirika, mathalani uhujumu uchumi, na serikali ya mkoa wa Mara haitovumilia hili, huku akiagiza wakuu wa wilaya zote hapa Mara kuzitatua changamoto zilizopo katika ushirika wilayani mwao. Taarifa zinaonyesha kuwa kuimarishwa kwa mfumo wa vyama vya ushirika kunaweza kumaliza kabisa changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa wakulima, wavuvi, wafugaji, wachimbaji madini, wasindikaji na wajasiriamali. Na endapo changamoto hizo zitakabiliwa, basi tutakuwa katika nafasi nzuri ya kukuza uchumi wa mkoa wetu na wa taifa letu kwa ujumla. Aidha, ninakutakeni viongozi na watendaji wote wa vyama vya ushirika kushirikiana na wataalamu wa ugani ili kuweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, mazao mkakati, ikiwemo mazao kama vile kahawa, pamba, tumbaku, alizeti na mazao mengineyo kama tunavyosikia ya jamii ya kunde. Aidha, ninakutakeni kuchukua hatua na kudhibiti utoroshaji wa mazao haya ya kimkakati.
Hatua hiyo ikichukuliwa itawezesha pia kukuza uchumi wa wakulima na kuongeza mapato ya vyama vyenu vya ushirika. Vile vile mnapaswa kupanua wigo wa mazao yanayosimamiwa na vyama vya ushirika kwa kuhamasisha mazao mbadala, hasa ya jamii hii ya mikunde kunde, ili kuwezesha vyama vyenu kufanya kazi mwaka mzima, tofauti na ilivyo sasa ambapo vyama hivi vimekuwa active kwa msimu. Aidha, mnapaswa kuimarisha mfumo wa stakabadhi ghalani. Mfumo huu umeonesha matokeo chanya ndani ya mkoa wetu. Mwisho, Kanali Mtambi aliwashukuru wana wa ushirika wa mkoa wa Mara kwa kumchagua yeye kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kongamano hilo, akisema kuwa anakumbuka kuwa kongamano la mwaka wa 2024 pia alikuwa mgeni rasmi, na anaona kuwa hali ya ushirika ya mwaka wa 2024 hailingani na hali ya ushirika ya mwaka wa 2025. Ushirika mkoani Mara umeimarika, umekuwa bora zaidi. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Awali akisoma risala ya wanaushirika mkoa wa Mara, katibu wa wanaushirika huo ndugu Samuel Kisobove alimwambia mkuu wa mkoa wa Mara kuwa wakiwa na kipaumbele cha kuwekeza mitaji yao katika uwekezaji mkubwa zaidi, lakini kwa sasa kinachofanyika ni kutambua rasilimali zote walizonazo kisha kuzitambua, ili wanapofanya uwekezaji basi wanatambua wana nini na wanafanya uwekezaji wao wapi. Katika ufunguzi wa kongamano hili ilielezwa kuwa mfumo wa stakabadhi ghalani katika zao la choroko umefanyika kupitia ushirika, na huku minada miwili imefanyika katika halmashauri ya Bunda mji, Bunda vijijini na Musoma vijijini, huku akiwa na malengo ya kuongeza nguvu zaidi katika zao la dengu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wanaushirika mkoa wa Mara alisema kuwa jukwaa hilo linasaidia mno wana wa ushirika kufahamu na kuelewa na kueleza changamoto zao na kujibiwa maswali walionayo. Katibu wa ushirika huo mkoa wa Mara ndugu Kisobove alisema kuwa wana mitaji midogo ambayo inazorotesha uwekezaji mkubwa na kuzipata fursa kubwa zaidi. Upungufu wa rasilimali fedha na kuathiri uwekezaji na hata kudumaza uwekezaji huo, na nyingine ikiwamo vyombo vya uchunguzi kutumia muda mrefu kutatua baadhi ya mashauri yaliyopo mbele ya vyombo vya uchunguzi na mahakama. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Nimezungumza pale awali, tuna upungufu wa maafisa ushirika 12 ndani ya mkoa. Lakini pia changamoto nyingine, pamoja na kuwa tumeendelea kupata vitendea kazi kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika, lakini bado vitendea kazi hivi havijakidhi kulingana na idadi ya vyama tulivyonavyo. Kwa hiyo tuna upungufu wa kompyuta, lakini pia na pikipiki. Changamoto nyingine, ndugu mgeni rasmi, vyama vya ushirika vinakabiliwa na migogoro na kesi kutokana na utendaji usioridhisha
kwenye hivi vyama. Kwa hiyo na hii imekuwa ni changamoto kubwa katika vyama vyetu. Changamoto nyingine, ndugu mgeni rasmi, ni baadhi ya vyama vya ushirika kukosa ubunifu katika kubuni vyanzo vipya vya mapato na hivyo kutegemea tozo ya zao moja. Na hii tumeendelea kutoa elimu kwa kupitia mikutano mikuu ya vyama, lakini na vikao mbalimbali vya watendaji wa vyama, kubuni vyanzo vingine vya mapato badala ya kutegemea zao moja, mfano pamba au tumbaku au kahawa. Mimi nichukue nafasi hii pia kuipongeza chama kikuu cha WAMACU, kimeweza kujitanua zaidi. Kwa hiyo vyama wanachama wake tunapaswa kuiga kile kinachofanywa na WAMACU. Mbali na kuratibu zao la kahawa, wameingia kwenye usambazaji wa mbolea za ruzuku, lakini mbegu za mahindi, na sasa wameingia pia kutoa na huduma za bidhaa za vyakula kwa wananchi wa mkoa wa Mara. Sasa hivi ukienda WAMACU utakutana wanauza mafuta ya jumla ya kula. Kwa hiyo na sisi kama vyama tunatakiwa kuangalia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu na kuweza kuzifanyia kazi. Lakini pia changamoto nyingine, ndugu mgeni rasmi, ni uelewa mdogo wa baadhi ya wanachama na viongozi wa vyama vya ushirika juu ya uendeshaji na usimamizi kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ya vyama. Shughuli hii imehudhuriwa na viongozi kadhaa wa ushirika mkoa mzima wa Mara, wakurugenzi watendaji, wenye viti wa halmashauri za wilaya, makatibu tawala wote na wakuu wa wilaya mkoa wa Mara. Makala haya yametayarishwa na Adeladius Makwega kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Nasikia harufu ya Ankara kwenye traki hii ya Army B. Get money money, make money money money, weka mkwanja kwanza mezani ndo kisha nichane, kisha niwabane kama vipi pisha uone pumzi ndogo ruti ndefu wamekwisha kabisa home. Janja kama gombani sababu ya damn, mzime mkwanja uone palivyo patam, kwa watu napiga kazi watu tutaki makuza, hapa kuna mapenzi hapa dozi na kazi, chapa mzigo piga bingo bongo paka masauzi, tumezati sio kama jana na Juni. AYSI na H Juma wanabisha kwa nagaa kichek tunavyovuma. I wanna know kila kitu kina keep it on, maybe divyo so tupo nyingine episode AYFA tunapiga rough raggedy roll, cheza mbari inetali bla 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 bla. Army B saluti kali hii kanya hii namini kama VOCAL kali paka you to the G gamati nyama baka sebo ori wa minna fanya iyo habari no hiyo habari no hiyo habari no hiyo habari ndio 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 hiyo. Bigika ndo mnapata dabu, heshima inarudi, mko mnashine mseme asante, hamsomi kama inabidi, hamsikila mnadiswala wala sauti za kanisa, 50 mnaziona nyingi safi mnaseto kabisa. Hii sio kama sinema, wisha watu we mazima, maisha yana rewind yakisepa ndo shakuma, msipoteze wakati kutofautisha vitu tunachofanya sini njiki, sitaji kundi la watu, usinite bongo flavor japo kwa bongo ni yangu, hata kwa beat ya kapuka tapiga michano hip hop, acha kitana changu mbali na nywele zako, wewe una rasta hukitaji lakini atufaa wenzako, mnaonea mamisi kwa komege na kwa mwaga, kisa hawana bongo labda milioni
ni pamoja. Ni ordinary people na wataki kuteke slow. Panda na kushuka raka na wataki kuleti flow. Vitu vingi wanavyokopa vimekwepo kwa miaka. Magari na rufa fedha watakufuata piacha. Ngebe zina mipaka sio kila mali utaposi. Kaburi alihitaji mbwembwe ndo maana waweki AC. Habari ndo hiyo. 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 Najua nakupa flavor ile nataka, ndo maana mimi nakuona tunatingisha rasta pata mistari rari kama futa, sijaribu kugeuka utazika. Najua nakupa flavor ile nataka, ndo maana sishangai napotingisha rasta pata mistari line kama futa, sijaribu kugeuka utazika. Yes, these are military minds, yeah. Kasoro zenye kasoro, jifanye kama unajua. Ewa, F1, hamipi, sawa sawa. You better act like you know. These are military minds, niggas. Yeah. Habari ndo hiyo. 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 Habari ndo hiyo.